Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu popote ulipo, katika bara lolote, nchi yoyote, mkoa wowote. Mimi ni ndugu yako, rafiki yako, Bishop Emmanuel, mwangalizi wa makanisa ya Ngome Makimbilio duniani. Nipo katika nchi ya Tanzania, katika mkoa wa Dar es Salaam. Nikukaribisha tena katika kipindi chetu cha Hakuna Gumu kwa Mungu. Tujifunze pamoja na tuombe pamoja. Tuombe kabla kujifunza. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya msikilizaji uliyempa neema na kibali cha kuweza kusikiliza mafundisho haya. Popote alipo, ninambariki. Roho Mtakatifu kaweze kuwa mwalimu na kuwa pamoja na sisi katika mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Katika jina la Yesu tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Leo tutajifunza dhana 11 potofu kuhusu utoaji. Dhana 11 potofu kuhusu utoaji. Hii itakusaidia kujua makosa ambayo uliyafanya yaliyopelekea wewe kutokuziona baraka, pamoja na kwamba ulitoa. Na hizi ni dhana ambazo zinapelekea mtoaji yoyote anayetoa sadaka akiwa na dhana hizi 11 hataweza kuona mkono wa Mungu wala hataweza kuziona baraka katika maisha yake. Utoaji ni sehemu muhimu ya maisha ya Mkristo, lakini watu wengi wameujenga juu ya uelewa usio wa kawaida. Wameujenga mfumo juu ya uelewa ambao sio sahihi. Kwa dhana hizi potofu zinapelekea watu kutokuona matokeo katika utoaji wa sadaka zao na kutokuona mkono wa Mungu ukiwabariki na kuwainua. Kwa matokeo yake, wengine wameacha kutoa kwa sababu ya dhana hizi. Wengine wanatoa vibaya, wengine wanakosa matokeo. Kitabu kile cha Hosea 4:6, watu wangu wanaangamia kukosa maarifa, kimeweka wazi tu. Kwa hiyo kukosa maarifa ni kitu kigumu sana na kitu kibaya. Mithali 14:12, kwa njia inaonekana kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia mauti au ni njia za mauti. Kwa ili utoaji wako uwe na matokeo, lazima uondoe dhana hizi 11 kwenye ufahamu wako au kwenye maisha yako. Dhana ya kwanza, Mungu anahitaji sadaka zangu. Wako wengi wana mfumo huu kwamba Mungu anahitaji sadaka zao. Matendo ya Mitume 17:25, wala hatumikiwi na mikono ya wanadamu kana kwamba anahitaji kitu. Zaburi ya 50:10-12, maana kila mnyama wa mwitu ni wangu, kama ningekuwa na njaa nisingekuambia wewe. Kwa hiyo ukisoma Zaburi pia 24, vitu vyote vijazavyo na wote wakao ni mali ya Bwana. Kwa hiyo Mungu hahitaji pesa yako, mali yako. Utoaji ni kwa faida yako, kukuinua kiroho na kiuchumi na kukuunganisha na Mungu. Kwa hiyo kama unataka kutoa, toa kwa heshima, si kwa kumsaidia Mungu. Mungu yeye hasaidiwi na vitu. Ondoa dhana Mungu anahitaji sadaka zako. Hivyo ulivyo navyo sio vyako. Unaweza ukafa na ukaviacha. Kwa sababu kitu cha kwanza, mwanadamu lazima na akili na ufahamu wa kujua kwamba hata alivyo navyo ni kwa nguvu za Bwana. Afya aliyo nayo na uhai alio nao uko mikononi mwa Mungu. Kwa Mungu ana shida na sadaka, ila Mungu anapima moyo. Mungu anaangalia heshima. Unamheshimu vipi? Unamchukuliaje? Unamuonaje? Hicho ndio kitu cha msingi, lazima ukifahamu na ukijue, na itakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Namba 2, nitatoa nikibaki na vya ziada tu. Mimi nitatoa nikibaki na vya ziada. Mithali 3:9, kasome, mheshimu Bwana kwa mali zako. Kama mali zako, vitu vyako vimheshimu Mungu, havitakaa viongezeke na utakaone mkono Mungu kwenye maisha yako. Marko 12:43-44, huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wote. Ametia kitu kile alichokuwa nacho. Kwa Mungu anafuata kipaumbele, si mabaki. Mungu anatafuta kipaumbele, si mabaki. Kwa hiyo hakikisha unapotoa usimpe Mungu kilichosalia. Usimpe Mungu kilema, mpe kilicho sahihi. Kutoa mabaki si heshima, ni kupunguza thamani ya Mungu na heshima. Mungu anapaswa kuwa wa kwanza, si wa mwisho. Vitu vyetu, mali zetu, shule, kodi, mahali na vitu vingine visiwe vitu vya kwanza, bali Mungu awe wa kwanza kwenye maisha yetu. Namba 3, utoaji ni kwa ajili ya matajiri tu. Wakorintho wa 2:8-3, walitoa kwa ukarimu mwingi ingawa walikuwa maskini. Luka 21:1-4, maskini alitoa zaidi kuliko wote. Kwa hiyo utoaji haupimi kwa kiasi, unapimwa kwa moyo kwanza. Nilizungumza kanuni zile 3.
Kiasi kinafuata ni cha mwisho au ni cha pili? Moyo. Hata kidogo kinaweza kuwa kikubwa mbele za Mungu, japokuwa wewe unaweza kuona kidogo. Namba 4, nikitoa nitapungukiwa. Luka 6:38. Wapeni watu vitu, wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Huwezi kupewa kitu mahali ambapo hujatoa. Huwezi kuvuna mahali ambapo hujapanda. Mithali 11:24-25. Yuko atoaye kwa ukarimu, naye uzidishiwa, kuongezewa zaidi. Yuko azuiaye, pelekea kwa mhitaji. Kwa utoaji haupunguzi, bali unaongeza. Kinachotoka mkononi mwako hakiishi, kinazaa. Ukao kijua kinazaa. Namba 5, Mungu anapenda kiasi kikubwa tu. Mungu anapenda kiasi kikubwa tu, ndio maneno ya watu. Samuel wa kwanza 6:7. Bwana utazama moyo, wanadamu waangalia sura ya nje. Korintho wa pili 9:7. Mungu mpenda yeye atoaye kwa moyo wa kuchufu. Hata kama ni kidogo, lakini unampa Mungu, Mungu anakipokea. Mungu huangalia moyo na nia, si ukubwa wa sadaka. Sadaka ndogo yenye moyo safi ni kubwa mbele za Bwana kuliko sadaka kubwa yenye moyo mchafu, sadaka kubwa yenye manunguniko, sadaka kubwa ya kumtangaza mchungaji, kulitangaza kanisa, kumtangaza mtumishi wa Mungu. Bila mimi asingefika pale. Kwani wewe ulitumwa umpe? Toa kwa moyo wa kupenda. Unapotoa usitoe kwa sababu nataka kumtangaza mtu. Toa kwa moyo wa kunjufu. Namba 6, utoaji ni biashara ya kumjaribu Mungu tu. Tunatukanoga sana watumishi kwamba tunasisitiza watu watoe, ni biashara. Yaani matusi ambao tunatukanwa na watu mbalimbali. Tutoke vitambi. Sasa unakuta mtu mwingine kaanza huduma na kitambi. Sasa mwingine ni mwili wa asili, alafu nasema anataka ajishibishe. Malaki 3:10. Nijaribuni kwa jambo hili. Mathayo 6:33. Tafuteni kwanza ufalme. Utoaji si biashara, ni njia kumlazimisha Mungu afanye kwako. Ni ibada, ni utii. Usitoe kwa tamaa tu, toa kwa ufunuo. Usitoe ili upate. Lakini namba 7, nikitoa mara moja inatosha. Tesalonike wa kwanza 5:17. Ombeni bila kukoma. Takiwa tukome. Toeni bila kukoma pia, bila kuacha. Galatia 6:9. Tusichoke katika kutenda mema. Usichoke. Utoaji ni mtindo wa maisha, lifestyle, sio mara moja. Si tukio la mara moja. Kuna mtu anatoa, kuna mtu anatoa alafu anaegesha kidogo, anamsikilizia Mungu. Mungu atajibu. Kwa Mungu asipojibu, huyu mtu anaacha kutoa. Toa, fanya kwa uaminifu. Jina la Bwana libarikiwe. Usimwangalie mtu. Mtoaji wa kudumu huona matokeo ya kudumu. Namba 8, naweza kutoa bila kuwa na moyo sahihi. Naweza kutoa bila kuwa na moyo sahihi. Isaya 1:13. Sadaka zenu ni chukizo kwa Bwana. Mathayo 15:8. Watu hawa uniheshimu kwa midomo. Mungu anakataa sadaka ya moyo mbaya, sadaka ya kujionyesha. Mungu anaikataa sadaka ya kujionyesha. Moyo wako ni muhimu kuliko sadaka yako. Tengeneza kwanza moyo. Biblia inasema iache sadaka yako kapatane na mshtaki wako. Sasa leo wachungaji wamebadilisha. Toa, utaenda kumomba msamaha baada ya ibada. Ile sadaka nitakataka bora ungeitupa barabarani. Moyo, cha kwanza ni moyo. Sadaka isiyoambatana na moyo, sadaka ni takataka. Sadaka inakiwa ambatane na moyo. Zana potofu kwa watumishi wengi, zana potofu kwa watoaji wa sadaka. Sadaka iambatane na moyo wako. Isiwe ni sadaka ambayo, sadaka isiyoumiza moyo, isiyogusa moyo, isiyotolewa kwa moyo, haileti matokeo. Ni mbegu ambayo inaoza, haileti matokeo, inaliwa na wadudu. Bwana Yesu asifiwe. Namba 9, utoaji ni kwa ajili ya wachungaji tu. Matendo ya Mitume 20:35. Kuna heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Ibrania 13. Hamna sema alipotaji wa mchungaji hapo kitabu cha Matendo ya Mitume. Ibrania 13:16. Msisahau kutenda mema na kushirikiana. Utoaji ni wa kila Mkristo, kila mwenye haki, kila aliyeokoka, si wa viongozi tu au wachungaji wa mitume tu. Kila mtu amepewa nafasi ya kutoa na Mungu, kwa sababu hata mchungaji anahitaji baraka, mzee wa kanisa anahitaji baraka, mashemasi wanahitaji baraka, hata wewe unanisikia unahitaji baraka. Lazima uondoe hizi zana potofu. Zana ya 10 itatoa baadaye nikipata vingi au nikipata mengi. Aliye mwaminifu katika lilo dogo, Mhubiri 11:4.
aangalie. Hiyo ni Luka 16:10. Mhubiri 11:4, aangalie upepo. Angaliaye upepo atapanda upepo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ukisubiri utaanza kamwe. Anza na ulicho nacho. Heshimu kazi ya Mungu tunayoifanya. Heshimu kazi ya Mungu anayoifanya watumishi wa Mungu. Uaminifu huanza na kidogo, sio kikubwa. Usituangalie kwa namna ya kawaida. Usituangalie kwa namna ya kuchoka. Anza na hicho kidogo. Support huduma na kidogo ulicho nacho. Itakusaidia kufika mbali. Itasaidia kuona neema ya Mungu kwenye maisha yako. Hizi ni dhana zilizopelekea watu leo wananungunika, waoni matokeo. Ulitoa kwa zana potofu. Michango imekuwa mingi, sawa. Kuna watumishi hawana hekima kweli. Wameweka masadaka mengi, lakini nao kama wamenifuatilia na wanaweza kupata audio hii, wajifunze kwamba kuna maisha. Usipige sadaka ukaweka vitunga 200. Sadaka ni zile aina 8 nimeshazifafanua kwenye somo langu la kwanza. Aina 8 za sadaka, litafute itakusaidia. Aina 8 za sadaka nimefundisha hapo. Sadaka za muhimu 8 zinazopaswa kutolewa na kila mtu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima uwe makini. Lakini zana ya 11, utoaji hauna athari yoyote kiroho. Wafilipi 4:18-19, sadaka zenu ni harufu ya kupendeza, Mungu wangu atawajaza. Mathayo 6:4, baba yako aonaye sirini atakulipa, atakujazia. Utoaji unaonekana mbinguni, una matokeo ya kiroho na hakuna sadaka inayopotea. Ukisoma Mathayo 6:22 na kuendelea, hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakapokuwepo. Kama hazina yako ni kwenye vitabu vya kitchen party, madaftari ya kitchen party na harusi na send off, utalipwa hapa hapa mara 100. Watakusaidia watu, na ukipata kitchen party, ukiozesha, ukioa, watakuletea. Lakini furahini majina yenu yakiandikwa mbinguni. Hazina yako ilipo. Wewe hazina yako iko wapi? Kwenye tumbo, kula, kuhonga mademu, kuonga wanaume. Wanakusikiliza hata wanawake nao wanaonga. Wanataka kulea wanaume. Hazina hizi zana potofu zimetesa kanisa la leo. Zimetesa watoaji wengi, haoni matokeo. Unatoa unanunika. Acha kunungunika. Ni bora usije kutoa ukanungunika. Kwa hiyo ukweli ni huu katika maisha, utakusaidia na utakuweka huru. Zana potofu kufanya ukose baraka, na uelewa sahihi wa kukufungua kiroho na kimwili utaupata. Biblia inasema mgeuzwe na kufanya upya nia zenu, kitabu cha Warumi 12:2. Kwa ni lazima ukubali nia yako kugeuzwa, maisha yako yageuzwe. Usikubali kupotoshwa, usikubali kuonewa, usikubali kuongea mambo. Hizi zana 11 zimepelekea watu waone matokeo. Usiingie kwenye mabishano ya sadaka. Usiingie kwenye mabishano ya kwanza kuzungumza na mtu, unaanza kumwambia unajua yani siku hizi yani na kuna kanisa hamna watumishi kabisa. Yani wewe kama unahitaji kutoa hizi zana 11, achana nazo. Anza kutembea kwenye neema ya Mungu. Anza kutembea kwenye mguso wa Mungu. Anza kutembea kwenye kimya cha Mungu. Tulia, toa, nyamaza kimya, mwache Bwana afanye. Na Bwana anapofanya, toa ushuhuda, waambie watu, jamani nimemwona Bwana. Mungu aangalii kiasi kwanza. Unaweza kuwa na kiasi kidogo, lakini kwa Mungu ni kikubwa. Mungu anaangalia moyo. Ndicho ulicho nacho. Kama ule mjane aliinua sadaka, aliinua senti 2, ndizo hizo kwa nazo, lakini wengine wakainua masalia. Yesu akasimama akasema, huyu ametoa zaidi kuliko wote waliotoa. Kwa nataka nikutie moyo, we baba, we mama, we binti, we kijana ambao ulikuwa na dhana hizi potofu. Roho Mtakatifu aziondoe. Uanze kuona neema kwenye maisha yako. Uanze kuona mkono wa Mungu kwenye maisha yako. Uanze kuona nguvu za Mungu kwenye maisha yako. Uanze kuinuka katika maisha alionayo. Kuna mtu alikosea, laana ikapita kwenye uchumi, kapita kwenye mikono, kapita kwenye maisha yake. Leo nimekuja kukutia moyo. Leo nimekuja kukuambia ukweli kwamba Yesu anaweza, Yesu anatosha. Weka mkono wako kifuani, sema Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, ondoa zana potofu ndani yangu na kwenye ufahamu wangu. Nafsi yangu iwekwe huru. Nipe uelewa sahihi wa utoaji. Nifundishe kutoa kwa ufunuo na kwa moyo safi. Kuanzia leo sitatoa kwa kunungunika na kwa zana potofu. Nitatoa kwa moyo wa furaha na neema. Yesu Kristo niinue. Yesu Kristo nisaidie. Katika jina la Yesu, sema ninabomoa kila misingi na roho za giza
kwenye maisha yangu. Roho yoyote ya kunung'unika niliyotoa nikatangaza, kila mtu akajua, kuanzia sasa ninakataa kuwa chini ya mifumo hiyo. Asante Yesu kwa kuwa umenisikia na hujaniacha na utakuwa pamoja nami. Katika jina la Yesu, amen. Acha nikuombee. Baba, katika jina la Yesu ninamwinua msikilizaji huyu ambaye Bwana umempa neema, umempa kibali, umempa hatua, umempa nguvu, umempa kuelewa. Kuna mahali amejutia, moyo wake umegundua mahali alipokosea, mahali ambapo Bwana alikukosoa na akawakosoa watumishi wako. Yesu Kristo, ninamwombea rehema, damu yako ikamtakase, ukamwoshe. Ameanza tena upya na amegundua, amejifunza jambo jipya kwenye maisha yake na ameona ya kwamba mkono wako ni muhimu. Yesu Kristo, namkabidhi kwako. Ninasimama kinyume na kila mikataba na roho za giza. Bwana, ukamwonekanikie na ukamthibitishe kwa namna kipekee. Wewe ni Mungu wake, Mungu mwenye nguvu. Nenda kasimame pamoja naye na ukamwinue kwa namna kipekee. Asante Yesu kwa sababu utamwacha, utakuwa pamoja naye. Ni katika jina la Yesu Kristo ninaamini ya kwamba umemweka huru Yesu Kristo, amen. Ndugu msikilizaji, Mungu akubariki na Mungu akutendee mema. Langu jina ni rafiki yako, kama nilivyotaja mwanzoni. Unapenda ushauri na maombi na kuinua sadaka, andika namba hizi za kusaidia: 0742 095599 na 0789950580. Mungu akubariki. Share ujumbe huu kwa watu mbalimbali, nao watajifunza na Mungu atakutendea mema. Mungu akubariki na Mungu akukumbuke na Mungu akuinue na akufanikishe. Katika jina la Yesu Kristo nimekubariki. Amen. Mafungo yamekatika, dhambi haina nguvu tena. Mafungo yamekatika, dhambi haina nguvu tena. Maisha yangu sasa yamefunikwa neema, sina tena hatia, nimeoshwa kabisa. Jina langu limeandikwa mbinguni, mbinguni, mbinguni. Yale ya kale nimeacha nyuma, naongozwa na Roho Mtakatifu.